Ni kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, rafiki yangu popote pale ulipo na unaponisikiliza. Wengi wameitwa kuwa watumishi wa Mungu, lakini hawajajua bado. Maisha na safari ya mwanadamu duniani, lazima tujue hapa duniani. Watu waliomkiri Kristo wana wito wa aina mbili. Kuna wito wa jumla na wito wa mtu mmoja mmoja au specific call. Na wito wa jumla kwamba kila mmoja anaitwa kuitangaza injili na kuwavuta watu kwa Kristo. Ndio maana maandiko yanasema nendeni ulimwenguni kote mkawafanye watu wote kuwa wanafunzi wangu. Lakini kuna wito wa mtu mmoja mmoja, tunauona kwenye Waefeso 4:11. Tunaona wengine waliitwa kuwa mitume, wengine manabii, wengine wainjilisti, wengine wachungaji, wengine walimu. Lakini ndani ya wito huu pia kuna walioitwa, lakini pia walioteuliwa. Maandiko yanasema walioitwa ni wengi, lakini wateule ni wachache. Yaani watu wengi wanaweza kuitwa, lakini watakaoweza kuona ufalme wa Mungu watakuwa wachache. Nikiwa na maana gani? Nina maana kwamba unaweza kuitwa kwa ajili ya kumtumikia Mungu, lakini ukatumikia njia zako na maono yako na mapenzi yako. Kwa hiyo mwisho wa mwisho ukashindwa kuja kuteuliwa kwa mtu ambaye ataurithi ufalme wa Mungu. Sasa moja kwa moja twende, umeitwa kuwa nabii kwa mtu mwonaji. Haya mambo yazingatie. Ishara ya kwanza, una uwezo wa kuwa na roho ya kupambanua roho. Yaani una karama ya kupambanua roho, kuweza kutambua hii roho ni ya Mungu au ni roho ya shetani. Ukiona mtumishi au ukiona kitu au ukiona ibada, ukiona watu fulani wanavyoongoza ibada, kwa hiyo roho wa Mungu anaweza kukujulisha. Unaweza kujulishwa kwa ndoto, kwa maono, au mwenyewe hata kwa kusikia, kuangalia, na roho wa Mungu kusema ndani yako. Lakini pili, unakuwa na neno la maarifa. Unakuwa ni mtu ambaye unapenda maarifa na unakuwa na maarifa. Lakini tatu, unakuwa na neno la hekima. Unakuwa ni mtu mwenye hekima wa kuweza kutambua mema na mabaya na kuwaongoza watu kutenda haki. Lakini nne, ni mtu ambaye unaona ndoto na unaona maono. Ina maana unaota ndoto na kuona maono. Ina maana hiyo ni ishara ya nabii. Ukifuatilia kwenye kile kitabu cha Habakuku 2:1-3, ukiangalia kitabu kile cha Ayubu sura 33:14-16, lakini pia angalia kitabu cha Hesabu sura ya 12:6. Lakini ishara ya tano, ni mtu ambaye unaweza kubashiri au kujua mambo yatakayotokea mbeleni. Mungu anaweza kukuonesha labda kupitia ndoto, maono, unaweza kuoneshwa, au wewe mwenyewe unaweza kuwa na mtazamo wa kuweza kujua ni nini kitakachotokea mbeleni hata kabla ya kutokea au muda kabla ya kufika. Lakini sita, unakuwa ni mtu mwenye mitazamo mipana au mtazamo mpana, mtu mwenye ufahamu wa hali ya juu. Lakini kitu cha saba, neno la Mungu ndo mapenzi yako makuu. Unalipenda sana neno la Mungu, kulisoma, kulichambua, kulielekeza na kulifahamu zaidi, hata kulifundisha. Lakini 8, unakuwa ni mtu ambaye ni mwepesi kumjua Roho Mtakatifu, kumsikiliza na kufuata kile anachokisema. Ina maana unakuta yule Roho wa Mungu anakupeleka kubeba jukumu na majukumu ambayo unakuta Mungu ameweka ndani yako. Lakini 9 na mwisho, unakuwa ni mtu ambaye ni jasiri katika kuwaonya watu. Ni jasiri katika kuwaonya watu. Ukiona hivyo, basi jua una karama ya unabii inayoendelea kwenye maisha yako. Kwa hiyo hivi ni vitu ambavyo ni baadhi lazima uanze kuviangalia. Ukiona hivyo, basi zidi kumtafuta Mungu, zidi kusonga mbele, zidi kujua kwamba lolote linaweza kutokea. Mamilioni ya watu wanahitaji kumtumikia Mungu,
lakini wengi hawajui wafanye nini. Unapoanza kuyaona haya, zidi kupiga hatua, zidi kusonga mbele, usikate tamaa, zidi kumtafuta Mungu, kuomba mapenzi yake yatimie kwenye maisha yako, zidi kumsihi Mungu kupitia neno lake kulipenda zaidi, zidi kumsihi Mungu kufundisha mamilioni ya watu wamwelekee Mungu, lakini zidi kumtafuta na kutafuta uso wake. Ukisoma kile kitabu cha Zaburi 105 mstari wa 4, maandiko yanasema mtafute Mungu na nguvu zake. Kwa hiyo unapozidi kumtafuta Mungu, kuna mambo mengi utaanza kuyafunua kupitia ndoto, maono, utambuzi, kwa kuzingatia roho ya kupambanua roho, lakini pia na kuweza kuwa na mitazamo na mtu ambaye unaweza kutabiri yale yatakayotokea mbeleni na Mungu kukupa maono ya mbeleni. Naitwa Apostle Johannes. Napenda sana. God bless you. Be a shining star in Jesus' mighty name. Amen. Shalom.